Hujambo mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili ni kufahamishe yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ninaomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio, na hiyo haimaanishi tuendelee kufahamisha yale ambayo yanaendelea, lakini kwa kanda ambayo itafuata nitakuwa nimefika kwa studio. Karibu ili tuendelee pamoja. Wakati kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alikuwa anatia sahihi ya makubaliano na rais wa sasa William Ruto katika chumba cha KICC, kuna baadhi ya wanasiasa ambao ni viongozi muhimu serikalini hawakuhudhuria mkutano huo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na Musalia Mudavadi ambaye ni mkuu wa mawaziri hawakuhudhuria, na hawa ni viongozi ambao wanatoka katika eneo la magharibi mwa Kenya. Hii ni nini ilikuwa inaendelea? Kabla ni zame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mubarikiwe na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Ombi langu moja tu, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe katika channel hii ya Mokenya TV, kuna kidude hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Please usisahau kutupea like na sambaza hii kanda kwa group moja ama 2-3 katika mtandao wa WhatsApp. Karibu tuzame kwa undani. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ambaye ni speaker katika bunge la kitaifa hawakuhudhuria mkutano wa Rais William Ruto na Raila Odinga katika ukumbi wa KICC siku ya Ijumaa. Mkutano ule uliweza kuleta viongozi wengi kwa sababu Raila Odinga amekuwa akitembea sehemu mbalimbali humu nchini kukusanya maoni, ambayo siamini kama alikuwa anakusanya maoni kabla ya kuingia katika serikali, kwa sababu tumekuwa tukifanya uchanganuzi tukisema ukweli halisi mambo vile yalivyo. Raila Odinga ataenda kushirikiana na Rais William Ruto. Sasa Wakenya wengi wamekuwa wakijiuliza maswali, ni kipi hiki ambacho kiliweza kuchangia Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kutohudhuria mkutano ule? Na unajua sasa kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kule mpaka wengi tukashangaa, kwa sababu rais mwenyewe na Raila Odinga walisema ya kwamba kuungana kwao ama kukuja pamoja kwao kuna maanisha ni kusongesha taifa letu mbele, wala sio kuunda viti serikalini. Lakini wakati Rais William Ruto aliposimama, alimu-recognize Raila Odinga as the Prime Minister of Kenya, kiti ambacho sasa mkuu wa mawaziri ni Musalia Mudavadi. Sasa kiti hicho huenda amenyanganywa. Tusikize sauti ya Rais William Ruto vile alikuwa anamtambua Raila Odinga kwa mazungumzo ambayo yalifanyika siku ya Ijumaa katika ukumbi wa KICC. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Prime Minister of Kenya and party leader of my former party. I must congratulate His Excellency the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Several months after the elections, I called my brother and I told him, you have been my party leader, you have been my senior. Today, by God's grace, I'm president. I want you to be treated well. And I will do whatever it takes to make sure that you have respect in Kenya. Matamshi hayo ni ishara tosha kwamba Raila Odinga kuingia kwake katika serikali ya Kenya Kwanza na kutia sahihi ya mkataba wa kukubaliana kufanya kazi pamoja inamaanisha kwamba Prime Minister position ama kiti ama kuwa waziri mkuu katika serikali hii ni Raila Odinga atakuwa anashikilia wadhifa huo. Lakini tukichanganua kwa undani, kuna mahali naona jaribu kutafuta ukweli na kuna udanganyifu mahali. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kiti cha Prime Minister hakipo katika katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010. Ndio maana NADCO report ama National Dialogue Committee
ile ripoti iliweza kufutiliwa mbali na kamati iliyoundwa katika mabunge mawili, bunge la kitaifa na bunge la seneti. Walisema ya kwamba NADCO report should be suspended. Kuundwa kwa kiti cha waziri mkuu, katika katiba hatuna waziri ila tu tuko na cabinet secretaries, not prime minister. Tena wakasema ikiwa kiti hiki kitaundwa, functions za prime minister na deputy president haziko, kwa sababu ikiwa kiti hiki kitaundwa cha prime minister, inamaanisha functions zile ambazo anaenda kufanya ni zile ambazo zinafanywa na deputy president, kumaanisha hakuna haja ya kuunda kiti hiki. Ndio maana kamati ile ikafutilia mbali NADCO report. Na kwa kusema ukweli, NADCO report has no space at the moment. Na kurekebisha katiba haiwezi kurekebishwa kupitia milango ya nyuma. Lazima Wakenya wapige kura za maoni kupendekeza uundwaji wa kiti hiki cha prime minister. Niliona Raila Odinga naye akizungumzia mambo ya NADCO report kuwa implemented. Na sasa nashangaa yeye hakuona kama kamati ya bunge la kitaifa na bunge la seneti, kamati zile ambazo ziliundwa kuenda kuchunguza kwa undani NADCO report inasema nini, iliweza kufutilia mbali. Yeye hakuona hayo yanaendelea, kumaanisha kuna mtu fulani mahali fulani anachezwa, baada ya viongozi hawa wawili kutoa ahadi kwamba watashirikiana katika uongozi. Kwa sababu hakuna vile tunaweza weka katiba kando tusiifuate ili tufanye vile tunaona sisi wenyewe, kwa sababu NADCO report nayo ilikuwa inapendekeza kiti cha opposition leader ama kiongozi wa upinzani kiweze kuundwa na tuwe na deputies katika kiti hicho ama manaibu. Na katika bunge la kitaifa tuko na kiti ama kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, katika bunge la seneti. Kwa nini tunakuwa na kiti hiki cha kiongozi wa upinzani? Kwa sababu functions are the same, majukumu ni sawia. Kwa hivyo ni kuleta mambo ambayo hatuoni vile yanaenda, lakini NADCO report iliweza kufutiliwa mbali. Let's wait and see kama hii ndoa ya Ruto na Raila itaendelea, lakini itadumu kwa sasa hivi kwa sababu mawaziri wa Raila Odinga wako serikalini. John Mbadi yuko kule, Opiyo Wandayi yuko kule, Wycliffe Oparanya yuko kule, na mwingine anaitwa Ali Hassan Joho yuko kule. Tumeona baadhi ya wandani wake wakichukua nafasi mbalimbali za kuongoza kamati katika bunge la kitaifa na bunge lile la seneti. Sasa hivi Sam Atandi ndiye atakuwa mwenyekiti katika kamati katika bunge la kitaifa ya bajeti. Didi Nyoro amekuwa akishikilia kwa muda. Sasa mwandani wa Raila ameingia. Bernard Shinari, biashara. Ken Nchonga, leba. Irene Mayaka, ushirikiano wa kanda. James Nyekal, afya. Kumaanisha hivi ndivyo sasa kukubaliana kwa Raila Odinga na William Ruto kutadumu. Lakini Raila Odinga kukabidhiwa ofisi itakuwa kizungumkuti kwa sababu NADCO report iliweza kufutiliwa mbali. Na Moses Wetangula naye hakuhudhuria ile function, maybe alikuwa na shughuli mahali fulani kabidi asihudhurie. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, niliona baadhi ya viongozi wakilalamika kwamba kuna wale ambao walipigia upato serikali ya Kenya Kwanza kuchaguliwa, baadaye wale ambao wanafaidika ni wana ODM. Ni jambo ambalo limeleta tofauti kidogo. So let's wait and see. What do you think? Hii ndoa itadumu ya Raila Odinga na William Ruto, ndoa ya kisiasa? Utatunikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo
katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Ikiwa unatazama lakini bado haujasubscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kidude hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribe. Tena kadi yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Tukutane in the next video. Bye bye for now, ladies and gentlemen.